Kuna nyakati tofauti tofauti za mwanadamu chini ya jua. Kimsingi zipo tatu: nyakati ya yeye kuzaliwa chini ya jua, nyakati za kipindi cha maisha yake chini ya jua, na nyakati za umauti wake chini ya jua. Ni namna gani mwanadamu ameishi, hilo linamtafsiri yeye ni nani siku ya umauti wake ukifika. Namna watu watakavyopokea taarifa za umauti wake, na namna watu watakavyohuzunika kwenye umauti wake, na namna watu watakavyosindikiza mwili wake kwenye maziko wakati wa umauti wake. Mwishoni mwa mwaka 1998 jina la Ephraim Mwensasu lilianza kushamili katika viunga vya jiji la Mbeya. Ephraim Mwensasu ni nani? Ngojea wakati utakapotimilika, ikishwa angani kituo cha watakatifu. Ni askofu, ni mwinjilisti, ni mwimbaji. Alianza kuvuma mwishoni mwa mwaka 1998 jijini Mbeya akiwa na wimbo maarufu sana, Tutatesa kwa Zamu. Wimbo uliokuwa na vionjo mbalimbali na maneno yaliyowafanya watu wengi kumjua kwa aina ya uimbaji aliyokuwa anautumia. Alikuwa na ubunifu wa hali ya juu, kuanzia kwenye mavazi yake, uimbaji wake, mpaka jumbe zake. Alisifika kwa nyimbo zenye jumbe kali za kukemea na kuonya. Kwa nini nasema alikuwa? Nasema alikuwa kwa sababu Askofu Ephraim Mwensasu ni marehemu kwa sasa. Tutaangazia yale mema na mazuri na legacy aliyoipanda katika ulimwengu huu, tangu amefahamika katika ulimwengu wa uimbaji mpaka sasa amekuwa askofu. Kunikilala kala mauti, hakuna awezaye kuniamsha. Ndugu na jamaa watalia, lakini hata hivyo sitawasikia. Mwaka mmoja kabla ya kifo cha baba wa taifa, alifahamika kijana mdogo sana katika viunga vya Mbeya aliyefahamika kwa jina la Ephraim Mwensasu, akitoa albamu yake inayoitwa Tutatesa Milele. Ndani ya albamu hiyo kulikuwa kuna wimbo maarufu sana unaitwa Kutesa kwa Zamu. Nikutesa kwa zamu, nikutesa kwa zamu, wanatesa kwa zamu, wanatesa kwa zamu. Kuna watu wanasema eti wanatesa kwa zamu, kuna watu wanasema eti wanatesa kwa zamu, kuna watu wanadai kuwa wanatesa kwa zamu, wanatesa kwa zamu. Wimbo ule ulikuwa unazungumzia baadhi ya tabia na mienendo ya vijana ambao walikuwa kwa wakati ule wanaonekana hawako kwenye njia njema. Uligusa wadada wa mjini ambao wanajihusisha na mapenzi ya kuuza miili yao. Ulihusisha vijana waliokuwa wanavuta bangi na kutembea na mabega chini, pamoja na kuweka suruali za miregezo na tabia nyingine zilizokuwa kwenye wimbo huo. Nalikutana na dada mmoja barabarani, mavazi aliyovaa ya aibu yamdhalilisha. Gauni alilovaa nyuma limechanwa, mbele limechanwa, kushoto limechanwa, kulia limechanwa, lina mipasuo sita. Na nipomueleza, ewe dada, mbona hivyo? Gauni ulilovaa la aibu linakutukana. Jawabu alilonipa, alijibu ya kwamba anatesa kwa zamu, anatesa kwa zamu. Nalikutana
alikutana na kaka mmoja barabarani. Vituko alivyofanya ndugu zangu, ngoja niseme. Alimpa pensi la jinsi, halafu ni mlegezo. Bega lake la kushoto kalibonyeza chini, lingine la kulia kaliinua juu, kisha mdomoni mwake msokoto wa bangi. Miondoko anayokwenda ni ya kujirusharusha. Kupitia hapo Ephraim Mwensasu akafahamika vizuri sana katika ulimwengu wa nyimbo za Injili Tanzania kama mwinjilishaji, na baadaye kuondoka Mbeya na kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kazi hiyo ya uimbaji pamoja na uchungaji. Dunia yenye tabu, dunia sio jawabu, dunia vingi vilabu kuliko nyumba za Mungu. Dunia penda mizimu kuliko neno la Mungu. Umenichosha dunia, umenichosha dunia, taiaga dunia. Mama, dunia hii ya leo inapita, taiaga dunia. Mama, dunia hii ya leo inapita. Ephraim Mwensasu alikuja Dar kupokea kijiti cha Charles Jangarason aliyekuwa mchungaji katika moja ya makanisa ya EAGT hapa jijini Dar es Salaam. Ephraim Mwensasu alipokea kijiti hicho, akakiendeleza vizuri sana, akafanya vizuri sana, japo hakuacha kazi yake ya uimbaji. Aliendelea kutoa nyimbo zake na albamu mbalimbali. Aliendelea kufanya vizuri sana katika eneo la uimbaji, lakini pia alifanya vizuri zaidi katika eneo la uinjilishaji pamoja na uchungaji. Bishop Ephraim Mwensasu, safari yake ya kiimani ilianzia jijini Mbeya katika kanisa la Baptisti lililoko maeneo ya Makungulu jijini Mbeya, ambapo baadaye alikwenda Mwanjelwa EAGT kwa mchungaji Mwaisabila, ambapo hapo ndipo alianza kufahamika kwa karama yake nzuri ya uimbaji. Albamu yake ya kwanza aliifanya akiwa hapo kwa Mwaisabila, iliyokuwa na nguvu zaidi, na kipawa chake cha uinjilisti kikatambulika akiwa hapo kwa Mwaisabila. Akawa mwinjilisti wa kuhubiri kwenye majukwaa ya kiinjili pamoja na mwimbaji mkubwa wa nyimbo za Injili Tanzania. Ni nguli kabisa, ni nguli haswa na mbobezi katika eneo la Injili. Nyimbo zake, mahubiri yake yametumika kuponya na kuokoa roho za wengi. Yeye ni mfano wa kuigwa wa vizazi mpaka vizazi. Vijana wengi wameingia kwenye tasnia ya uimbaji kupitia nyimbo zake. Watu wengi wameingia kwenye imani ya Ukristo kupitia nyimbo zake. Vijana wengi wamebadilishwa tabia zao kupitia nyimbo zake. Ephraim Mwensasu, Ephraim Mwensasu, Ephraim Mwensasu ni jina ambalo limetutoka. Limetutoka sio kwa maana ya kwamba pengo lake halitazibika kama wanavyosema watu mbalimbali. Hapana. Pengo lake linaweza likazibika au lisizibike kama watu walio hai hawatafanya kazi sawa sawa na alivyofanya yeye au zaidi ya yeye. Bishop Ephraim Mwensasu amefanya kazi kubwa sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Amehubiri sana Injili, ameimba sana nyimbo, amefanya mikutano mingi sana. Uno Ndemba, amtaniua. Sema amen.
na Mbeya mimi ni nyumbani. Mungu ameniagiza nirudi Mbeya. Kwa hiyo mtapiga vita sana, lakini nitafaulu nikiwa hapa Mbeya. Nilianza kazi nikiwa Mbeya, nimefahamika nikiwa Mbeya. Nimeenda huko nchi nyingi, natembea, nimekaa nje ya Mbeya, nimefanya huduma. Nimeamua kurudi Mbeya kwa mamlaka za Bwana. Kuna mikoa mingi ningeenda, lakini Bwana amenilazimisha kurudi hapa. Kwa hiyo wewe unayekaa vikao vya kunimaliza hautaweza. Kuno Ngong'ombe, kuno Ndemba, mtakufa nyie, nitawazika nyie. Mimi nitakuwa nahudhuria mazishi yenu. Leo mnapiga simu, amekufa, anazikwa saa 7. Wapi? Ina maslahi gani kwako sasa? Kwa nafasi yake na kazi aliyoifanya, anaweza kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda, na mwendo nimeumaliza. Ni Timotheo wa pili 4:7. Tunaweza kuitafsiri kwa namna Bishop Ephraim Mwansasu na kazi alivyoifanya. Amezunguka mikoa yote karibu ya Tanzania. Amefanya sana kazi akiandaa vijana wengine kupita njia aliyopita yeye, kama wakina mchungaji Boni Mwaitege ni Matunda Ephraim Mwansasu, kina Ambwene Mwasongwe, kina Bahati Bukuku na waimbaji wengi waliokuja baada ya yeye walihamasishwa na kazi nzuri aliyoifanya yeye, na ndio maana unaweza kuona wakina Boni na wao wamepita kwenye njia hiyo hiyo, wamekuwa wachungaji baada ya yeye. Kuna jambo la kujifunza kwenye njia ya Ephraim Mwansasu. Kifo sio jambo zuri na la kupendeza kibinadamu, ila kimungu linaweza likapendeza, kwa sababu uliloagizwa unaweza kulifanya na kulikamilisha vizuri sana, kama alichokifanya Ephraim Mwansasu. Yeye amekufa ndani ya Kristo, ameyatenda yale aliyoagizwa na Kristo, ameishi kwenye kweli ya Kristo. Kama binadamu amefanya kwa nafasi yake. Wewe uliye hai una nafasi ya kufanya zaidi alichofanya Bishop Ephraim Mwansasu, zaidi ya watu wengine waliofanya kama alivyofanya Ephraim Mwansasu. Legacy yako ibaki kizazi hata kizazi. Yeye na Mungu wake wana siri ya maisha yao, kwa sababu Mungu huwajua wanadamu ndani ya mioyo yao. Hatuwezi kusema zaidi, tutaingilia kazi ya Mungu, ila siku zote kazi ya Mungu huwa haina makosa. Hutaka kufanya jambo lake wakati wowote anaotaka kulifanya, na hapo ndipo utawasikia wanadamu, sisi tulikupenda, lakini Mungu alikupenda zaidi. Ulifanya mengi mazuri, pengo lako halitazibika, lakini yeye Mungu ndiye anayejua siri ya ulifanya mazuri au ulifanya mabaya, ulifanya mema au ulifanya nini. Andika historia yako mpya vizuri kama Ephraim Mwansasu. Tutabaki kumkumbuka kwa nyimbo zake nzuri, kwa mahubiri yake tuliyoyapenda. Tutabaki kumkumbuka kwa sifa zake za ucheshi. Tutabaki kumkumbuka kwa aina ya uimbaji aliyouleta. Binafsi namkumbuka kwa sababu yeye ndio mwimbaji wa kwanza kutumia wachezaji ndani ya video zake katika nyimbo za Injili, na kubadilisha soko la uimbaji wa Injili na kulipeleka katika video za aina hiyo kwa kiwango cha muda mrefu sana. Lakini pia namkumbuka kuna kipindi amewahi kushona suti iliyoshonwa na kudizainiwa kwa sulfate, yani hii mifuko inayotumika kwenye unga wa ngano na nini kufungia, yeye alishona kama suti. Na wale stage show wake pia aliwashonea hivyo hivyo, akafanya video na watu wakapenda, wakakubali. Lakini miaka ikaenda, akapata majukumu mengine, mpaka umauti unamfika. Tunasema ni Bishop. Alipanda grade nyingi, alipita njia iliyonyooka mpaka kufika alipofika. Bishop ni kiwango cha mwisho kabisa cha usimamizi wa watu kwenye imani ya Kikristo. Bishop Ephraim Mwansasu ameacha watu wengi nyuma yake, ameacha taasisi nyingi nyuma yake, ameacha watoto wengi wa kiroho na wa kimwili nyuma yake. Kikabila ni Mnyakyusa wa Mbeya. Kianara mwengwimba kianara ne mwana kwa balondo numwagire Yesu. Kianara
mwengwimba kyanala ne mwana gwa balondo umwagire Yesu. Na Wanyakyusa wana sifa ya imani ya Kikristo. Je, aliyoyafanya na aliyoyatenda wale watoto wake wa kiimani watayaendeleza au watayazika? Ni jambo zuri sana kuwa askofu kwa sababu unachagua kazi njema. Bishop Ephraim Mwansasu alichagua kazi njema. Maisha yake, maisha ya ujana wake ameyatumia vizuri sana kumtangaza Kristo. Amepambana kila kona kwa gharama, kupoteza usingizi wake kutangaza imani ya Wakristo. Zaidi tutamkumbuka kama legend, gwiji, nguli wa muziki huu wa Injili Tanzania, akiwa na album nyingi sana ambazo tutazisikiliza kizazi mpaka kizazi. Hakika legacy yake itaishi mpaka unyakuo wa Yesu Kristo tena. Inatuhuzunisha sana kuondokewa na mtu aliyefanya kazi nzito na kubwa. Hatuwezi kusema mapema wala hatuwezi kusema amechelewa, ila tunasema ni wakati sahihi wa Mungu. Mungu akiamua jambo lake, hakuna wa kulipangua, hakuna wa kubisha. Amemhitaji mtumishi wake arudi akapumzike kulingana na kazi kubwa aliyoifanya. Ameondoka akiwa amekamilisha yale aliyoitiwa kuyafanya. Kibinadamu tunatoa pole kwa wale wote walioondokewa na ndugu yao, kwa sababu kibinadamu mkono wa baibai ni huzuni, sio furaha kama tulivyoizoea. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 21 kinasema, nilikuja kutoka tumboni mwa mama niliuchi, na nitarudi huko uchi. Vile vile Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Maneno ya Mungu yanasema baada ya kifo ni hukumu. Hebu liondoe wazo hilo ya kuwa utatu utakapokufa. Maneno ya Mungu yanasema baada ya kifo ni hukumu. Hebu liondoe wazo hilo ya kuwa utatu utakapokufa. Utakuwa mgeni wa nani wakati kifo kikifika? Utakuwa mgeni wa nani wakati kifo kikifika? Maombolezo na kilio, maombolezo na kilio, maombolezo mama na kilio, maombolezo, maombolezo, haleluya, wengi watalia, maombolezo, haleluya, wazazi watalia, maombolezo, haleluya, mke wangu watalia sana, maombolezo, nikilala, wazazi watalia, maombolezo, nikilala, na mtoto watalia.